Sasa kwa kipindi hiki tumepata mafanikio gani katika kuelekea miaka minne? Nikimaanisha minne kati ya 10 ya kuanzishwa kwa hospitali, ambao katika kipindi hiki ndio ambapo serikali yetu ya 6 imekuwa madarakani. Pengine sasa tuone mambo gani yamefanyika katika taasisi yetu hii. Eneo la kwanza kabisa, kama nilivyosema, malengo ni uboreshaji na kuongeza huduma mpya za kibingwa na ubingwa wa juu. Hospitali ya Benjamin Mkapa ikishirikiana na Chuo Kikuu cha UDOM ambaye ni jirani yetu, na tumekuwa tukishirikiana katika mambo mbalimbali. Tumekuwa tukitoa na kupanua huduma za tiba za kibingwa na ubingwa wa juu na upasuaji kwa wananchi mbalimbali wapatao milioni 14 kutoka mikoa zaidi ya 7 hapa Tanzania. Mwanzo tulikuwa tunatoa huduma kwa mikoa ya kanda ya kati, lakini sasa hivi sehemu kubwa tunapata wagonjwa pia kutoka kanda zingine nje ya kanda ya kati. Katika kipindi cha awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, hospitali ya Benjamin Mkapa kwa kutumia falsafa ya 4Rs, hasa reforms na rebuilding, tumepanua huduma za kibingwa wa juu kutoka 7 hadi 16. Ubingwa wa juu ndo huduma za ubingwa bobezi kwa jina jingine. Kwa hiyo zilikuwa 7 na sasa zimefikia 16. Na ningependa nizitaje kwa sababu pengine wananchi wengi hawazifahamu. Moja ni upandikizaji wa figo, kidney transplant, upandikizaji uloto, bone marrow transplant, upasuaji wa mishipa ya damu, cardiovascular surgery, upasuaji wa moyo kwa kufungua kifua, cardiothoracic surgery, uvunjaji wa mawe kwenye mfumo wa mkojo kwa kutumia mawimbi, external shock wave na laser lithotripsy, na upandikizaji wa umeme, yani penile implantation. Huduma zingine ni upasuaji wa ubongo wa mfumo wa fahamu, neuro and spine surgery, upasuaji wa uti wa mgongo, spine surgery, kubadilisha nyonga na magoti, hip and knee replacement, upasuaji wa matundu kwa maana laparoscopic and endoscopic surgery, matibabu ya mfumo wa chakula, gastroenterology, matibabu ya magonjwa ya figo, nephrology, uchujaji wa damu, dialysis, matibabu ya magonjwa ya moyo, cardiology, uchunguzi wa matibabu ya mishipa ya moyo kupitia maabara ya uchunguzi, catheterization laboratory, uchunguzi wa matibabu ya kiradiolojia, intervention radiology, tiba ya homoni na kisukari kwa maana ya endocrinology na diabetology, na huduma za upandikizaji mimba kwa maana ya IVF. Hizi huduma nyingi hazikuwepo kabla hii miaka minne. Zilikuwa kama 7 lakini sasa zimefikia 16. Haya ni mafanikio makubwa sana ya serikali yetu chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Sasa ningependa niwapitishe katika kila eneo moja tuone nini kimefanyika. Katika kuimarisha na kuboresha huduma za hizi, mfano eneo moja hapa ambalo ni kubwa tunajivunia Benjamin Mkapa ni kuimarisha na kuboresha kwa huduma za upandikizaji wa figo. Ndugu waandishi wa habari na wananchi wote, hospitali ya Benjamin Mkapa imefanikiwa kupandikiza figo kwa wagonjwa 25 kati ya 50 ambao sasa hivi tumekuwa nao jumla tangia tuanze. Na gharama iliyotumika ilikuwa milioni 475. Kati yao hao 10 wagonjwa 10 wamelipiwa matibabu haya kupitia mfumo maalum wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kiasi cha shilingi milioni 300. Na endapo wagonjwa hao wangekwenda kufanywa huduma hiyo nje ya nchi, serikali ingegharimu bilioni 1.875. Hivyo kiasi cha bilioni 1 kimeokolewa. Na hiki kimeenda kusaidia wananchi wengine ambao wana uhitaji wa huduma za matibabu. Aidha, uvunaji wa figo umeboreshwa. Badala ya kufanya upasuaji mkubwa wa kufungua donated figo, sasa hivi tunatumia teknolojia ya kisasa ya matundu, yani laparoscopic nephrectomy, ambayo ilianza kutolewa Novemba mwaka jana chini ya hii serikali ya awamu ya 6 ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Na tangia kuanza, BMH imechangia kupunguza rufaa nje za wagonjwa wa figo kwa 99%. Eneo la pili ni huduma za upandikizaji uloto. Hili pia Benjamin Mkapa tunajivunia. Mnamo tarehe 4 mwezi wa kwanza mwaka 2023, BMH ilianzisha huduma za upandikizaji uloto, na mpaka sasa watoto 20 waliokuwa na ugonjwa wa sickle cell walinufaika na kupandikizwa uloto na kupona.
ugonjwa huu ambao kiasi cha shilingi bilioni 1.1 imetumika. Fedha hizi zimetolewa kupitia mfuko maalum wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, na kama watoto wangepatiwa huduma hii nje, basi nchi ingegharamia shilingi bilioni 2.1. Hivyo serikali imeokoa bilioni 1 ambazo zimeenda pia kuhudumia maeneo mengine katika serikali yetu. Kwa kuwa wiki hii ni wiki ya wanawake duniani, nitoe pongezi nyingi kwa wanawake waliofanikisha kuanzishwa kwa huduma hii pekee hapa nchini kwa wagonjwa wa sickle cell. Nikianza na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu. Lakini pia daktari wetu bingwa na timu yake ya kitengo cha bone marrow transplant, Dr. Stella Malangi, mkuu wa idara ya magonjwa ya damu, kwa kuwa kwenye front line na kwa kuanzishwa kitengo ambacho kimewezesha watoto 20 kufanyiwa bone marrow transplant kwa kipindi hiki kifupi, na sasa hawa watoto wamepona. Kwa hiyo hongereni sana wanawake kwa haya mafanikio ambayo nchi yetu imeweza kuiheshimisha, lakini pia na kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma. Pia kuanzisha kwa huduma za upasuaji wa moyo. Hili ni eneo jingine ambalo tunajivunia Benjamin Mkapa. Huduma hizi zilikuwa zinapatikana katika taasisi ya Jakaya Kikwete peke yake, lakini sasa hivi baadhi ya hizi huduma zinapatikana hapa. Mfano, huduma ya kufungua kifua, wagonjwa 60 wamefanywa operation, kati yao watoto ni 30 na watu wazima 22, na kiasi cha fedha kilichotumika ni milioni 562, na hizo milioni 100 zilitolewa pia na mfuko wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo mnaweza mkaona jinsi gani mheshimiwa amekuwa na moyo wa kutoa kiasi cha fedha kwenda kusaidia wananchi maskini kwa ajili ya hizi huduma ambapo wasingeweza kuzipata. Aidha, wataalamu wetu wamefanya uchunguzi wa mishipa ya moyo, yani cardiac catheterization, kwa wagonjwa 1173, upandikizaji battery wagonjwa 23, na kuweka vizibua njia ya mishipa ya moyo, yani kwa maana ya stents, kwa wagonjwa 42. Eneo la 4 katika uboreshaji wa huduma ni kuanzisha kwa huduma za upasuaji wa ubongo na mishipa ya fahamu na ubadilishaji nyonga. Hizi pia zinafanyika katika hospitali ya Benjamin Mkapa ambapo wagonjwa 1061 wamepata hii huduma, na kati yao 171 ni upasuaji wa ubongo na 290 uti wa mgongo. Wagonjwa 440 wamebadilishwa nyonga na magoti. Aidha, eneo jingine ambalo ningependa niwajulishe wananchi na wanahabari ni kuanzisha kwa huduma za kuvunja mawe kwa kutumia mashine maalum ya mawimbi. Mwanzoni hii huduma ilikuwa inatolewa kwa kupasuliwa, halafu ndio yale mawe yanaondolewa. Lakini sasa hivi tunatumia njia ambayo huhitaji kupasuliwa kwa eneo kwa sehemu kadogo, na tunatumia mfumo wa mashine ya maalum ya mawimbi ambayo inayeyusha yale mawe ambayo katika mfumo wa mkojo, na mpaka sasa hivi wananchi 504 wameshapata hii huduma katika hospitali yetu ya Benjamin Mkapa. 6, huduma ambayo pia tumeweza kuianzisha ni ya kuwekewa vipandikizi maalum kwenye uume, penile implantation, hasa kwa wanaume ambao wanakuwa na upungufu wa nguvu za kiume, na wanaume 5 wameshapata hii huduma, na tunaendelea kutoa zaidi kwa wananchi wengine. Pia tumeanzisha huduma za matibabu ya saratani. Huduma hizi zilikuwa zinapatikana tu Ocean Road, lakini pia hospitali za Bugando, lakini sasa hivi pia Benjamin Mkapa inatoa huduma za matibabu ya saratani kwa kutumia tiba kemikali, ambapo wananchi 12,000 wameshahudumiwa mpaka sasa hivi. Pia tumeimarisha huduma za uchunguzi wa matibabu kwa magonjwa ya mfumo wa chakula kwa maana ya gastroenterology, na kwa kipindi hiki uchunguzi wa matibabu ya mfumo wa chakula umeimarishwa kwa kuongeza vifaa na kusomesha wataalamu, na hivyo kuwezesha kuhudumia wagonjwa 10,000. Vile vile tumeanzisha huduma mpya ya tiba ya magonjwa ya homoni na kisukari kwa maana endocrinology and diabetology. Hospitali yetu ya Benjamin Mkapa imefanikiwa kuanzisha huduma za tiba ya magonjwa ya homoni na kisukari na kuhudumia wananchi 11,000 kwa kipindi hiki. Hayo sasa ni baadhi ya maeneo ambayo ni yanahusikana na tiba zaidi. Lakini eneo la pili ambalo ningependa niwapitishe ni eneo la uchunguzi wa kibingwa. Hospitali yetu ya Benjamin Mkapa pia imetoa huduma za uchunguzi ambazo zingine zilianza muda lakini zimeendelezwa.
mfano CT scan, MRI na zingine. Mfano, wagonjwa 20,000 wamefanywa CT scan na 18,000 wamefanywa MRI na wagonjwa 99,530 wamefanywa X-ray. Pia katika huduma za maabara kwa kipindi cha miaka 4, jumla ya wagonjwa 1,126 walipatiwa huduma za vipimo vya uchunguzi. Vile vile vipimo 12,000 vya uchunguzi vilifanyika kubaini magonjwa ya kansa kwa njia ya histopatholojia. Hii ni huduma ambayo inapatikana katika hospitali chache hapa nchini ambazo hazizidi 7 ikiwemo Benjamin Mkapa. Kwa kipindi hiki pia vipimo vipya vimeanzishwa hasa mwaka jana, ikiwemo histochemistry kwa ajili ya kutambua vimelea vya kansa, telepathology, vipimo vya immunolojia, vipimo vya homoni na EEG kwa ajili ya magonjwa ya wagonjwa wenye kifafa ambao hiyo huduma pia ilikuwa haipo, na wagonjwa 455 wamehudumiwa. Aidha, ndugu wanahabari na wananchi, katika kipindi hiki maabara yetu ya Benjamin Mkapa ilifanikiwa tena kudumisha kuretain ithibati ya ubora inayotambulika na SADCAS. Hii SADCAS ni chombo cha nchi za Afrika ya Kusini, kwa maana sehemu ya Kusini, East Africa na Central, ambacho kinaratibu ubora wa huduma. Na sasa hivi sisi hiyo maabara yetu hapo Benjamin Mkapa imeweza kuretain hii hadhi baada ya kuja kukaguliwa mwaka jana na kuonekana inaendelea kwamba inatoa huduma zilizo bora za vipimo katika maabara yetu. Ni maabara chache sana ambazo nchini ambazo zina hadhi hiyo ya kutambulika kimataifa. Kwa hiyo wananchi wetu wanapokuja kupima vipimo Benjamin Mkapa wawe na imani sana kwamba kwa sababu majibu yao yatakuwa sahihi. Na hiyo verification imeshafanyika kwa kupitia vyombo vingine vya nje ambavyo vilikuja kututazama. Eneo lingine ni upatikanaji wa dawa na vifaa tiba. Kama mnakumbuka miaka ya nyuma, kilio kikubwa cha wananchi ilikuwa ni ukosefu wa dawa wanapoenda kwenye vituo vya afya. Hospitali yetu ya Benjamin Mkapa imeweza kuongeza upatikanaji wa dawa na vifaa tiba kwa kutoka 68% mwaka 2022 na kufikia 96% kwa sasa, kutokana na kuongezwa kwa bajeti ya dawa na serikali, lakini vile vile kufungua vituo vya dawa ndani ya hospitali na duka la jamii, na pia hospitali yenyewe kuhakikisha kwamba hizo dawa zinapatikana muda mwingi. Kwa hiyo sasa hivi wagonjwa wengi kati ya 10, almost wagonjwa 9 wote watapata dawa. Inaweza ikatokea mara mmoja akakosa, kwa sababu hatuwezi kuwa na kila dawa 100%, kwa sababu dawa zingine zinahitaji muda mfupi kuzitunza. Huwezi ukawa nazo kwenye hospitali muda wote, zitaharibika. Lakini vile vile huduma mkoba, outreach na tiba utalii. Sisi kama Benjamin Mkapa ni hospitali ambayo ni ya kanda, lakini uwezo wetu wa maarifa haya ya tiba hatujabaki nao tu. Tumeamua kuusambaza pia kupeleka kwenye hospitali za mikoa kwa kupitia outreach program au huduma mkoba. Mfano, tumetembelea mikoa 70 ya kanda mbalimbali na kuwafikia wananchi 18,000 wenye uhitaji wa kupimwa magonjwa mbalimbali na kupata tiba za kibingwa na kibingwa bobezi ambazo hazipo kwenye hiyo mikoa na wilaya, na kuwajengea uwezo wataalamu ili waweze kuwahudumia wananchi kule kule. Vile vile tumeanzisha huduma mkoba maalum kwa kutumia magari tembezi yenye vyumba vya upasuaji. Tulifanya Zanzibar, tulifanya Kondoa, na sasa tunatarajia kuelekea nchini Burundi, ambapo pia tutatoa hiyo huduma kwa kupitia magari ambayo yana kila kitu cha kufanya operation. Huhitaji kujenga nyumba, gari lenyewe lina kila kitu, mnaweza kufanya operation zote. Na unaweza kalala pia wataalamu pia ndani humo na kila kitu kinapatikana. Lakini vile tumetoa huduma tiba utalii kwa wagonjwa ambao wametoka DRC, Komoro na pia Oman, ambao walikuja hapa Benjamin Mkapa kupata huduma. Vile vile tumewekeza na kuboresha huduma bora kwa wateja, customer care. Wote mnafahamu Benjamin Mkapa kwamba tumejikita sana katika kuhakikisha nyinyi wagonjwa wanapofika kule, wagonjwa wanaofika kule, wananchi wanapata huduma bora. Na hii tumeifanya kwa kuwekeza katika mambo kadhaa. Mfano, kuwa na madawati ya maulizo, malalamiko, call center, unaweza ukapiga simu muda wote, magrupu ya WhatsApp ambayo tuna interact na wananchi moja kwa moja, mafunzo kwa watumishi wetu juu ya customer care lakini pia tumepunguza malalamiko kutoka 30%
mwaka 2022 kwa wananchi ambao walihojiwa hadi 2% kwa sasa. Hii ni investment kubwa ambayo tumeifanya pia. Lakini vile vile nizungumzie swala la miundombinu ambayo inasaidia kutoa hizi huduma. Serikali yetu imefanya upanuzi wa huduma za upandikizaji figo kwa thamani ya bilioni 3.7 ambapo itaongeza operation za upandikizaji wa figo kutoka wastani wa wagonjwa 2 mpaka 4 kwa mwezi. Aidha, kuanzishwa kwa ujenzi wa kituo cha matibabu ya kansa kwenye thamani ya bilioni 30 ambayo inaendelea kujengwa pale ili tuwe na center nyingine tofauti na Ocean Road kwa ajili ya tiba na mionzi na tiba zingine kwa ajili ya wagonjwa wa saratani. Hii itasogeza huduma kwa wananchi almost milioni 14 ambao tunawasave katika ile eneo na kupunguza rufaa za kwenda Dar es Salaam au nchi za nje. Vile vile tumeongeza vyumba vya upasuaji na hivyo kuongeza vyumba vya operation, kuongeza idadi ya operation kwa wiki kutoka 30 hadi 50. Vile vile kusimika mitambo ya kuzalisha hewa ya oksijeni yenye thamani ya bilioni 1.5. Na mtambo huu una uwezo wa kuzalisha mitungi 400 kwa masaa 24. Hivyo tumeweza kuokoa gharama ya milioni 76 kila mwezi na kama tungenunua kutoka kwenye private sector. Lakini pia tumekuwa tukihudumia hospitali zingine za mikoa ambazo zinaishiwa oksijeni kwa gharama ndogo sana. Lakini vile vile tunaanzisha miradi ya chuo ya mafunzo, mradi wa chuo cha mafunzo ya kati kwa maana ya diploma ambayo imesajiliwa na Activate, na kozi za radiografia pamoja na usingizi ultrasound zinatolewa katika hiyo kada ya kati. Na vile vile tumeendelea kufanya utafiti katika maeneo mbalimbali na majarida mbalimbali na kuchapisha hizo utafiti katika majarida mbalimbali ya kitaifa na kimataifa. Lakini mwisho si kwa umuhimu ni kupanua diplomasia ya afya kama ambavyo Mheshimiwa Rais amekuwa akiwa mbele katika swala la diplomasia. Na sisi kwenye afya tuna mashirikiano makubwa ya ndani na nje ya nchi na wadau mbalimbali. Kwa ndani ya nchi kuna taasisi kama UDOM tunashirikiana kwa karibu, Muhimbili, KSMC, Bugando, JKCI na MOI. Kwa nje tunashirikiana na serikali ya Japan, Tokushukai Medical Group ambao wamekuwa wakitusaidia kujenga kitengo cha figo. Help 3 Moza ya Italy kujenga uwezo wa kupandikiza uloto na sisi tunafanya wenyewe. Lakini pia Netherlands na vile vile Kuwait ambao hata juzi walikuwepo hapa tukifanya nao operation za watoto wa moyo. Kwa hiyo pia tumekuwa tukihakikisha kwamba tunapata uzoefu kutoka kwa wenzetu, lakini pia tunawashirikisha katika kusogeza hizi huduma badala ya kuwapeleka wagonjwa nje kupitia diplomasia afya. Lakini pia tumeongeza wastaafu wengi na kusomesha na kuboresha maslahi ya watumishi. Serikali imeongeza watumishi kutoka 471 mwaka 2021 hadi 967 kwa sasa. Aidha, serikali imesomesha watumishi 64 kwa kipindi hiki katika ubingwa mbalimbali kwa thamani ya bilioni 3. Na Samia Fund ambayo ni ya Mheshimiwa Rais wetu imesaidia kwa almost nusu ya hii fedha. Lakini vile vile hospitali imeongeza mabasi ambayo yanasaidia watumishi kusafiri kutoka majumbani kwao asubuhi na jioni kuja kutoa huduma, na hii inawapa motisha watumishi kwamba serikali yao inawajali. Sasa baada ya kusema hayo mafanikio, naomba tu kwa slide chache nizungumzie mwelekeo wa hospitali ndani ya miaka kuanzia sasa hivi na miaka 5 ijayo. Mwelekeo wa kwanza wa hospitali kutokana na serikali ambavyo ingependa kuona ni kuipandisha hadhi hospitali hii kwa hospitali ya taifa. Hilo ndo kubwa. Na hatimaye Dodoma kuwa kituo cha tiba utalii kwa maana ya Dodoma Medical Tourism City kwa kushirikiana na wenzetu wa UDOM na hospitali zingine za umma na za binafsi. Hii ndio ndoto yetu kubwa. La pili, kuimarisha mifumo ya tehama katika kuboresha huduma ikiwemo matumizi ya artificial intelligence katika huduma za kusaidia wauguzi, customer care na upasuaji kwa maana robotic surgeries na upasuaji wa matundu yani laparoscopic procedures. Pia kukamilisha miradi ya kimkakati ya miundombinu ambayo nimehitaji ikiwemo miradi ya kansa. Vile vile kujenga kituo cha umahiri cha upandikizaji wa figo kikubwa sana ambayo tumepata fedha bilioni 34 kutoka Japan. Ambacho sasa tutakuwa na kituo kikubwa cha tiba ya upandikizaji wa figo kwa eneo la Sub-Saharan Africa. Tutatoa huduma lakini pia kutoa mafunzo na tafiti. Na huu mradi utakuwa chini ya sisi Benjamin Mkapa pamoja na wenzetu wa UDOM. Na huu mradi unategemewa kuanza
ndani ya miezi 2 ijayo. Lakini vile vile upandikizaji uloto, mipango inaendelea chini ya Wizara ya Afya kupata funding kutoka East African Community, ambao kwa kupitia Benki ya Maendeleo ya Afrika, kituo hiki cha uloto ambacho ni kidogo sasa kitapanuliwa kuwa kikubwa, kiwe kituo cha umahiri katika eneo la East and Central Africa kwa ajili ya tiba ya upandikizaji uloto. Hapa watakuja kufundishwa wataalamu kutoka Kenya, Uganda na nchi zingine za South na Central Africa kwa ajili ya upandikizaji wa uloto. Lakini pia tunaenda kuanzisha kituo cha tiba ya moyo, upasuaji wa ubongo, ENT kwa maana ya masikio pamoja na mfumo wa koo, kujenga majengo ya mama na mtoto, tiba ya macho, pia kituo cha tiba ya macho. Kwa sababu Dodoma pia kuna tatizo kubwa la macho. Tunaamini kwamba kikijengwa kituo cha umahiri cha tiba ya macho itasaidia wananchi wengi. Pia tunaenda kuanza ujenzi wa hosteli ya wagonjwa wa wageni, kwa sababu wagonjwa wetu wanahangaika na wageni. Ni vizuri tuwe na hosteli kule Benjamin Mkapa ambayo itakuwa karibu wanapokuja wananchi kuuguza ndugu zao, wapate mahala pa kulala bila kwa gharama ndogo. Lakini pia ofisi imekusudia kuanzia huduma za matibabu ya mfumo wa fahamu. Hizi ni huduma mpya kwa maana ya neurology na stroke center. Vijana wengi sasa hivi wanapata kiharusi. Sisi kila baada ya siku 3 pale 2-3 atakuja mgonjwa na kiharusi, na ni kijana kati ya miaka 30 hadi 50 kwa sababu ya matatizo ya pressure na kisukari na mabadiliko ya maisha. Kwa hiyo ni bora tuwe na neurology na stroke center kama wizara ambavyo imekuwa ikipenda kulifanya hili, ili tuwe na kituo cha kusaidia hawa wanaopata matatizo ya kiharusi. Pia matibabu ya watoto wachanga, neonatology, rheumatology, matibabu ya mfumo wa hewa, pulmonology, na matibabu upasuaji wa marekebisho kwa maana ya plastic and cosmetic surgeries. Lakini pia tunaenda kuanzisha huduma mpya kwa maana ya geriatric medicine kwa ajili ya wazee. Hii huduma haipo hapa nchini. Hao wazee wetu wakishafika miaka 65, hakuna madaktari special kwa ajili ya kuwahudumia. Wana matatizo ambayo ni very unique. Kwa hiyo tunataka tubobee pia kutoa hii huduma kwa ajili wazee wetu, ili waweze kupata madaktari wao ambao watakuwa karibu katika kuwahudumia tofauti na wananchi wengine. Na mwisho pia tunaenda kuendelea kusomesha na kuajiri watumishi zaidi na kununua vifaa vya uchunguzi kama flow cytometry, mashine za tiba ya saratani, radiotherapy na nuclear medicine, na kuongeza mashine za CT, MRI, lakini pia mashine za kufanya studies za gene na therapy. Gene therapy inahitajika kwa wagonjwa pia hata wa sickle cell na matatizo ya kansa. Hitimisho. Katika kipindi cha kuelekea miaka 4 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania, serikali yetu imewekeza kiasi cha bilioni 108 kwa hii miaka 4. Bilioni 108 kwa hii miaka katika kuleta mafanikio haya makubwa yetu. Lakini pia naishukuru bodi ya wadhamini wetu na ambayo imemaliza kipindi chake chini ya Dr. Deo Mtasiwa ambaye imefanya kazi kubwa sana kwa kipindi hiki cha miaka 6 na members. Pia watumishi wote na wananchi wetu kwa ujumla ambao mmetupa support ya kuwahudumia wagonjwa na kuhakikisha kwamba huduma zinaendelea kuwa bora. Aidha nishukuru sana Wizara ya Habari, Maelezo na wanahabari wote kwa kutupa nafasi hii ya kuongea na wananchi. Mungu ibariki hospitali ya Benjamin Mkapa, Mungu ibariki Wizara ya Afya na Mungu ibariki Tanzania. Naomba niwatakie heri ya siku ya wanawake tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2025. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kila fursa nitakayoiona. Mheshimiwa Ruhusu na unaweza mambo. Nationwide, unthinkable happened. Kwa sababu watu wengi wanaamini kwamba ukishakuwa na sauti basi wewe unaweza kuwa star. Macho Media, thamani kwa wote.